Bana, karibu sana nikupe update kuhusu Red Devils kupitia United Insider, na tuangazie taarifa muhimu wakati huu. Moja kati ya taarifa muhimu ni kwamba Manchester itakwenda kwenye dirisha la Januari ikitafuta kiungo wa gharama nafuu ambaye pia atapatikana kwa haraka zaidi, na klabu hii itaachana na mchakato wa kusukuma kumpata kiungo wa muda mrefu ambao wanamwangazia kwa ajili ya kuja kujenga timu. Majina kama Elliot Anderson, Adam Wharton pamoja na Carlos Baleba hayatakuwa sehemu ya plani ya usajili wa mwezi Januari kwa klabu ya Manchester United. Chaguo rahisi kwao na la nafuu na kwa haraka zaidi ni kuangazia uwezekano wa kumpata Joao Gomez kutoka Wolverhampton Wanderers ambaye inaelezwa dau lake ni paundi milioni 44. Kikubwa ni kumshawishi Gomez kuweza kuacha fikira za kuichezea klabu ya Liverpool, ndio ambayo klabu inaelezwa ya ndoto yake, na katika moja ya mahojiano yake amewahi kusema anatamani kuichezea Liverpool. Manchester anatambua kumpata Gomez huenda ikawa jambo rahisi zaidi kutoka kwenye klabu ya Wolverhampton Wanderers. Hivyo Manchester wataangalia uwezekano wa kumpata mchezaji huyu raia wa Brazil ili kuweza kulenga kuboresha sehemu ya kiungo kabla ya kwenda kwenye malengo makubwa ya usajili mkubwa kwenye dirisha lijalo la 2026 ambayo itakuwa ni dirisha kubwa, kwa maana ya mwisho wa msimu huu Manchester watakwenda kufanya usajili mkubwa zaidi hususan kwenye sehemu ya kiungo. Lakini taarifa kutoka vyanzo vingine vinaeleza kwamba Manchester wataachana na mpango huo kina Elliot moja kwa moja mpaka dirisha kubwa, lakini watakuwa na mpango mkakati mmoja wa kumpata Baleba, huku taarifa zingine zikiendelea kutuambia viungo kadhaa ambao wamekuwa wakitajwa akina Angelo Stiller na wengine bado wataendelea kuhusishwa na kuangaziwa kwa ukaribu zaidi ili kuweza kusajiliwa na klabu ya Manchester United. Nyota wengi wanaendelea kutajwa kwa sababu tunaelekea kwenye dirisha la mwezi Januari. Hii ni moja kati ya taarifa kubwa na muhimu zaidi. Usiache kusubscribe pia, hilo ni jambo muhimu. Lakini taarifa nyingine muhimu kwa sasa ni kuhusiana na usajili. Inaelezwa United inashindana na Borussia Dortmund kuweza kupata saini ya kinda wa miaka 16 kutoka Sweden, Kevin Phelan. Inaelezwa tayari Manchester ndio klabu ya kwanza barani Ulaya kuwasiliana na timu ya washauri ya Kevin ili kuweza kumshawishi kujiunga na Manchester United. Bwana mdogo huyu anafanya vizuri kwenye klabu ya AKA ya huko kwao, na klabu yake inataka kiasi cha paundi milioni 4.4, lakini Manchester United wamekwisha kukubaliana wao ndani kwamba watahitaji kupunguza kidogo ili kumsajili mchezaji huyu raia wa Sweden ambaye anaruhusiwa pia kuhamia England itapofika Novemba 2026. Phelan anabaki kuwa moja kati ya vijana ambao Manchester inawaangazia kwa ukaribu zaidi ili kuweza kusajiliwa, na hatua hii inasababisha kutokana na kipaji chake na Ineos wakaangazia uwezekano wa kusajili wachezaji ambao wana talenti kubwa zaidi kwa sasa. Kiachana na hilo, Manchester United wenyewe bado kwenye usajili wanaendelea kufanya utaratibu, ama inatajwa kwamba inamfuatilia kwa karibu kabisa beki wa Crystal Palace Marc Guehi ambaye mkataba wake unamalizika mwishoni mwa msimu. Inatarajiwa Manchester watafanya mazungumzo ya kumsajili mchezaji huyu kwenye dirisha hili la Januari, halafu atajiunga na Manchester mwishoni mwa msimu kama mchezaji huru. Inaelezwa huyu ni mpango mkakati wa muda mrefu wa kuchukua nafasi ya Harry Maguire. Marc Guehi amekuwa na wakati mzuri kwenye klabu ya Crystal Palace na amekuwa akihusishwa na taarifa kwamba huenda akaenda Liverpool ambayo ilikufa mwishoni mwa msimu uliopita, lakini Manchester wanataka kumchukua Marc Guehi kama mlinzi wa muda mrefu ama mbadala wa Harry Maguire. Taarifa nyingine ni kumhusu Joshua Zirkzee. Inaelezwa kwamba Joshua kwa sasa anahisi ana nafasi adhimu ya kuweza kuonyesha ubora wake kwa kupata nafasi kwenye kikosi cha kwanza cha Manchester kutokana na kutokuwepo kwa Benjamin Sesko, lakini pia Rasmus Hojlund kwa sababu hayupo. Joshua huweza akapata nafasi kubwa zaidi ya kuitumikia United. Taarifa nyingine kwa sasa ya muhimu ni kutoka kwa Jadon Maliki Sancho ambaye kwa sasa anakipiga na mkopo kwenye klabu ya Aston Villa na anakabiliwa na changamoto. Hana nafasi ya kikosi cha kwanza cha Aston Villa na mambo yamekuwa yanaenda kombo. Sasa inaelezwa winga huyu kutoka England amepata nafasi ya kufanya mazungumzo na vilabu vitatu vya kutoka nchini Uturuki. Wawakilishi wake wamefanya mazungumzo ya siri na vilabu vya kutoka Uturuki ambavyo vilionyesha nia ya kumhitaji kabla, na sasa vilabu vya Fenerbahce, Galatasaray na Besiktas wamerudi tena kuzungumza naye, na mazungumzo haya yalifanyika wakati
wa mapumziko ya kimataifa. Hii ni kwa mujibu wa taarifa kutoka Court Offside. So taarifa bado zinaendelea nyingi na bado inaelezwa Manchester wana interest kubwa ya kumpata Semenyo. Usiache kusubscribe, kulike na kushare kupitia hapa United Insider.